Tai Media. Ulipo tupo, twende pamoja. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula Utulivu usiomithilika unashuhudiwa kwenye mtaa wa Nyakasangwe, Msigani, wilaya ya Kinondoni, jijini Dar es Salaam, ukiashiria ni siku ya ibada katika jiji hili lenye hekaheka lukuki. Mabinti wawili wanapanda bodaboda kuelekea kanisani, ambao ni watoto wa familia ya Bwana na Bi Paskaseda, familia iliyojaliwa kuwa na mtoto mwenye vipaji vingi na ndoto kubwa katika maisha yake. Binti huyu mdogo kwa jina la Teresia Paskaseda ni kiongozi wa shirika la kipapa la Utoto Mtakatifu Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, ambaye katika umri mdogo tu wa miaka 12 amefanikiwa kuwa sehemu ya ujumbe wa Tanzania katika ziara iliyofanywa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassani kuonana na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis Februari mwaka 2024 huko Vatikani. Kwa majina naitwa Teresia Paskaseda na tokea hapa Dar es Salaam, Nyakasangwe, Msigani. Nasoma shule ya Hope and Joy na I am 12 years old na miaka 12, na mimi ni mwenyekiti wa Utoto Mtakatifu Jimbo Kuu la Dar es Salaam kiparokia, na pia ni mwenyekiti wa Utoto Mtakatifu Dekania Mtakatifu Gaspari, pia ni mwenyekiti wa Utoto Mtakatifu Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Juhudi, bidii ya kusali na moyo wa majitoleo umemfanya aaminiwe na wenzake pamoja na uongozi wa kanisa kushika nafasi ya mwenyekiti wa shirika la kipapa la Utoto Mtakatifu Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Majukumu yanayomfanya kuwa kama nyota inayowaongoza watoto wenzake wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam katika kutimiza malengo ya shirika hilo ambalo ni kuwajengea moyo wa kimishionari wakiwa bado wadogo ili kuwajali watoto wenzao walio kwenye shida, wakiongozwa na kanuni ya sala na sadaka na kusisitiza malezi bora ya watoto. Ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Teresia ni mtoto ambaye tunamwangalia, mtoto mwenye vipaji, mtoto anayependa kuimba, mtoto ambaye amebarikiwa katika kuwa na ari ile ya kuongoza wenzake, na hatimaye akachaguliwa kuwa kiongozi wa parokia, na nyota hiyo ikaonekana tena, akachaguliwa kuwa kiongozi wa dekania. Na baada ya hapo ulifanyika mchakato wa kutafuta kiongozi wa jimbo. Aliweza kuhojiwa, na kwa umahiri wa kuongea kwake na pasipo uoga alipata kuwa kiongozi wa jimbo mpaka sasa kama Utoto Mtakatifu katika shirika la kipapa. Kweli Teresia ndani ya familia yangu ameibuka kuwa na kipaji pekee, na Teresia kwa kweli ametokea kupenda sana kwenda kanisani toka akiwa mdogo, na hii inatokana na malezi yetu. Sisi tumejitahidi, mimi na mama, kuwalea watoto wetu tu, sio Teresia peke yake, hata dada yake mkubwa alikuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo Teresia amekuwa na kipaji cha kipekee cha uongozi shuleni mpaka kanisani. Kwa hiyo tu kiufupi niseme Teresia kwanza ni mtoto mtiifu sana, na ni mtoto ambaye ana bidii sana, huwa sio mtoto anayekata tamaa. Lakini pia ni mtoto ambaye anapenda sana kuzungumzia kitu ambacho anakiona hakijakaa sawa, pamoja na umri wake huo mdogo alionao. Mara nyingi hata akiwa anacheza na watoto wenzake, kama kuna vitu havijakaa sawa, utasikia akiwaelekeza tusifanye hivi, tufanye hivi. Ni mtoto ambaye
hata siku moja hawezi kusahau swala la kusali kwenye familia. Yaani hata kama nyie mmepitiwa, lakini yeye kabla hajaenda kulala atakuja kuwakumbusha. Kwa hiyo mtasali, kisha baada ya hapo ataendelea na ratiba yake ya kusoma. Lakini kitu kingine ambacho nakiona ni cha kipekee kwake ni mtoto ambaye anapenda watu. Anapenda watu sana, na hata tukiwa katika safari zetu mitaani, akimwona mtu mwenye ulemavu mathalani, hata kama alikuwa hana kitu chochote, atakwambia mama, yule pale anahitaji tumsaidie. Kwa hiyo utampa, kama ni hela atampa, alafu atamwambia Mungu atakubariki. Kwa hiyo ni mtoto mwenye huruma pia. Ni mtoto mwenye huruma na anasikiliza sana. Pengine nidhamu, bidii na kujiamini kwa mtoto Teresia ndiko kulikomvutia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassani kumweka kuwa sehemu ya ujumbe wa Tanzania katika ziara yake aliyoifanya mwaka 2024 mwezi wa pili huko Vatikani, ambapo pamoja na mambo mengine alikuwa na mazungumzo na kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani, Papa Francis. Fursa hizi ni adimu, na kwa mtoto mwenye umri mdogo kama huyu, kwa kweli ilikuwa ni kitu cha kushangaza kidogo. Kwa nini rais ameamua kuambatana na mtoto huyu? Ilitushtusha kidogo, lakini basi kutokana na uongozi ambao alionao, kwa kweli ilitufanya tuweze kuamini tu kwa haraka kwamba basi imeamuliwa hivyo, ili aweze kwenda pamoja na yeye mwenyewe kuelekea safari hiyo ya kumwona Baba Mtakatifu. Tulikuwa tuko nyumbani, ilikuwa ni siku ya Jumapili. Nilipata taarifa kwa mwenyekiti wa walezi jimbo kwamba tulikuwa tunaenda Vatican, ndio alitupa credit yote pamoja na taarifa hiyo. Nilipata na mshtuko, lakini ulikuwa sio mkubwa, na ulikuwa ni mshtuko wa furaha, kwa sababu ilikuwa ni ndoto yangu mimi pia kusafiri labda kwenda nje ya Tanzania, na pia kwa sababu nilikuwa natamani kumuona Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Baba Mtakatifu. Mwaliko huo ulikuwa ni kama neema kutoka mbinguni kwa mtoto Teresia, ambaye katika umri huo mdogo alikuwa siku zote na ndoto za kukutana na Rais Samia, na zaidi sana, kama ilivyo ndoto ya Mkatoliki yoyote, kufika kiliko kiti cha khalifa wa Mtume Petro. Na ilivyo bahati kwake, sio tu alimuona Baba Mtakatifu, lakini pia alisalimiana naye kwa karibu. Kichwani mwangu ilikuwa kuna ile hamu ya kumuona Mheshimiwa Rais pamoja na kuongea naye na kumuona Baba Mtakatifu na kuweza kumsalimia, labda kupata neno kidogo. Hicho ndio kilichokuwa akilini mwangu. Fursa adhimu aliyoipata mtoto Teresia ya kuonana ana kwa ana na kuzungumza na Baba Mtakatifu itabaki daima kwenye kumbukumbu zake. Furaha na baraka alizozipata kutokana na kuonana na kiongozi wake huyo mkubwa wa kiroho hazina kifani. Kubwa linalompa faraja kila siku ni ombi aliloombwa na kiongozi huyo Papa Francis la kumwombea. Baba Mtakatifu aliponiomba nimwombee, ilinifanya niwe na hamasa kubwa ya kuwashawishi watoto wenzangu pia, ili waweze na wao kumwombea Baba Mtakatifu. Na pia baada ya Baba Mtakatifu kuniomba nimwombee, ilinipa furaha kubwa ndani ya moyo. Ukiachana na Baba Mtakatifu, mtu mwingine ninayemwombeaga ni Rais wetu Madam Samia Suluhu Hassan, na ninamwombea Mungu amtie nguvu aweze kuipambania Tanzania na kuiongoza. Na pia watu wengine ni baba yangu, mama yangu, dada yangu pamoja na mdogo wangu, yaani familia kwa ujumla. Naiombea familia yangu iweze kuwa na amani, mshikamano na moyo wa kujitoa katika mambo ya kidini. Ukisikiliza simulizi ya maisha ya mtoto huyu, unaweza kudhani kwamba pengine hana muda wa masomo. Lakini kama maandiko yasemavyo, utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mengine yote mtapewa kwa ziada. Ndivyo ilivyo kwa Teresia. Anajua namna nzuri ya kuweka uwiano mzuri wa muda kwenye majukumu yake na masomo. Kimasomo huwa napata muda wa kusoma, na huwa nakuaga nikisharudi nyumbani ile mida ya jioni, huwa ndo napata muda vizuri, kwa sababu nakuwa nimeshatenga timetable yangu ya kusoma. Kwa hiyo nikisharudi nyumbani nakuwa nimepumzika kidogo, then
mida saa 1, saa 2 naendelea kusoma mpaka saa 3, then ndo naenda kulala. Na kuhusu performance yangu darasani, huwa niko kwenye 10 bora, obvious 6, 8, 5. Ushiriki wa Teresia katika ziara hiyo umeendelea kuchora picha njema ya Tanzania ndani na nje ya nchi kwa jinsi Rais Samia anavyosimamia misingi ya utu, amani, umoja na mshikamano wa Tanzania wote bila kujali tofauti zao, tunu ambazo zimekuwa msingi wa ustawi wa taifa hili tangu uhuru. Nadhani rais ana upendo mkubwa zaidi na kuangalia familia, kuinua vipaji vya watoto, kwa sababu hii pamoja na kuondoka na watu kama hawa inasaidia kukuza imani, lakini pia inasaidia kuona vipaji vya watoto, pia kutoa fursa mbalimbali kwa wale watoto au watu wa chini. Kwa hiyo tunapotazama rais kuandamana na watu wote hawa, tunaweza kusema kwa ufupi kwamba kwa kweli amekuwa mtu ambaye anaitekeleza sinodi kwa matendo, kutembea pamoja kama familia, na yeye ameweza kukusanya watu wote hao, watoto, vijana, wakubwa, wazazi, rika mbalimbali kama hivyo. Hili ni wazo zuri ambalo kwa kweli tunampongeza rais, na tunaona fursa ambayo ameitoa ndani ya kanisa ya kuweza kuinua imani ya watu, ya kuweza kuinua vipaji vyao, ya kuweza kuwashirikisha, japo kuwa ni kundi dogo lakini linawashirikisha watu wote wa rika mbalimbali. Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan aliponipa nafasi ya kwenda Vatican, mimi kama mimi imenijengea fursa ya kuwashirikisha watoto wenzangu na kunijengea historia kubwa ya kukutana na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa watoto wa Utoto Mtakatifu Tanzania, katika karatasi hiyo nyeupe imeonyesha kwamba watoto anaweza na wana fursa nyingi sana katika shirika letu na katika mashirika mengine. Kwa hiyo niseme imewahimiza watoto na itaendelea kuwahimiza watoto wengi kujiunga katika shirika hili la Utoto Mtakatifu. Kitu ambacho nimefanikiwa na ambacho niliwahimiza baada ya kutoka Vatican watoto ni kwamba wasikate tamaa, kwa maana fursa ziko nyingi na wanaweza. Na kingine ni kwamba nimewaambia kwamba wajengeke kiimani, na pia mimi nimewashirikisha kwamba nilipoenda kule nijengeka kiimani zaidi. Kitendo cha kuwa karibu na kuzungumza na viongozi wakubwa, Rais Samia na Papa Francis hakukumwacha bure. Teresia sasa anazo ndoto kubwa. Ndoto yangu nyingine kubwa ni kuja kuwa kiongozi mkubwa Tanzania katika sekta mbalimbali, na pia ninaweza kuja kuwa rais kama alivyokuwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ameniinspire, kwa sababu yeye ni mwanamke na mimi nitakuwa kama yeye mwanamke. Basi nayo itanijengea fursa na ni ndoto yangu, natamani kuja kuwa kama yeye. Ulipo tupo, twende pamoja.